Moja ya trending story wakati huu na niona amebreak Hans Raphael. Tunafahamu Hans amebreak ni story ya Mohamed Damaro Kamara kuhitajika na klabu ya Young Africans. Huyu ni mchezaji wa Singida Black Stars ambaye anacheza katika safu ya kiungo cha ulinzi, anahitajika na Young Africans. Of course, hii sio story ambayo imekuja kwa mara ya kwanza, ni story ya muda mrefu. Young Africans walikuwa wakimhitaji Damaro Kamara tangu mwanzoni mwa msimu, walikuwa wanahitaji kuongeza nguvu kwenye timu yao, na hiyo ilikuja kufuatia kuondoka kwa Khalid Aucho. Replacement katika wachezaji ambao walikuwa wanafikiria kwamba wangeweza kuchukua ile nafasi ni Mohamed Damaro Kamara, lakini baadaye tukaja kuona Young Africans wakinasa saini ya kiungo wa ulinzi kutoka huko Guinea ambako Damaro Kamara pia anatokea, kwa maana ya Musa Bala Conte. Lakini tangu Bala Conte ameingia kwenye kikosi cha Young Africans amekuwa akistruggle kupata nafasi katika kikosi cha kwanza, na tunafahamu juu ya usajili wake ulikuwa wa aina yake. Ni usajili ambao ulitikisa, ni katika ule usajili ambao ulitikisa sana katika dirisha lililopita, basi pamoja na huu wa Musa Bala Conte. Anyway, kikubwa zaidi mashabiki wa Young Africans wanamfahamu Damaro Kamara Mohamed kwa kumuona, sio jambo la kusikia tena. Kwa kumuona mchezaji huyu, kama tutakuona kumbukumbu vizuri, alishawahi pia kuhusishwa na klabu ya Simba wakati yuko kwao Guinea. Yes, akiwa Guinea aliyokuhusishwa na klabu ya Simba kwamba angeweza kusaini na Simba. Simba alikuwa anahitaji huduma yake, lakini baadaye tukaona akiangukia kwenye kikosi cha Black Stars. Sasa hapa watu nafahamu kwamba wanamfahamu Damaro Kamara, lakini maybe kwenye kukumbushana au kwa namna moja au nyingine, Damaro Kamara profile yake iko vipi? Ni mchezaji wa aina gani? Wapo ambao pia wafuatilii vizuri ligi ya hapa nyumbani, kwa hiyo ungependa kumfahamu Damaro Kamara ni mchezaji wa daraja lipi. Bwana, huyu ni kiungo ulinzi mwenye umri wa miaka 23, umri wake ni mdogo kabisa, lakini ni kiungo ambaye yupo kwenye kikosi cha Singida Black Stars. Nafasi yake sio kubwa sana kwenye kikosi cha kwanza cha Singida Black Stars, hususan wakati huu wa Angel Miguel Gamondi amekuwa akistruggle kuingia kwenye kikosi cha kwanza, lakini mimi ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakizungumzia kuhusu Damaro Kamara na uwezo wake, ile playing ability yake ni kubwa sana. Damaro Kamara bwana, picha linaanza akiwa kwao Guinea. Ametokea kwenye klabu ya Hafia. Hafia kwa kule Guinea ndio klabu kubwa zaidi ya muda wote. Watu wengi wanaifahamu Horoya Athletic, lakini Hafia ndio klabu kubwa ya muda wote, kwa sababu ukiachana tuna kuchukua mataji ya pale ndani, lakini pia ni Champions League winner. Wamechukua mataji ya ligi ya mabingwa Afrika mara 3. Miaka ya 70 wamecheza fainali 5 za ligi ya mabingwa mara 3, walifanikiwa kubeba. Kwa hiyo maana yake ametoka Guinea kwenye klabu kubwa miongoni mwa GOATs klabu za Afrika pamoja na Hafia. Kwa hiyo mfahamu kwamba hakutokea kwenye klabu nyepesi kwa kule Guinea mpaka anakuja hapa Tanzania. Jina ambalo alipewa, jina la ziada, aliitwa Luka Modric, na Modric ndio jina ambalo linafahamika zaidi. Yani huyu kwa kule Guinea, ukienda Conakry ukaulizia kuhusu Mohamed Damaro Kamara, ukitaja Modric ndio umepatia zaidi. Yes, akifananishwa na kiungo wa AC Milan, zamani Real Madrid, na taifa la Croatia kwa maana ya Luka Modric. Damaro Kamara sifa yake kubwa ni wale viungo ambao wanafanya fujo katika safu ya kiungo cha ulinzi. Naposema kufanya fujo simaanishi kucheza sana mafouls. Hapana, of course foul anacheza, lakini ni kiungo ambaye anafanya interception za kutosha, atafanya tackling za kutosha, lakini pia uwezo mkubwa wa comfortability ya kuwa na mpira ukiwa mguuni kwake, uwezo wa kupiga pasi, uwezo wa kuhama boksi kutoka katika boksi la ulinzi kwenda katika boksi la pili. Kwa hiyo ni kiungo fulani hivi ambaye ana material yanayohitajika kwenye kaliba ya timu kama Young Africans. Sasa tukija kuangalia hapa Young Africans, hii deal inazungumzwa kwamba
kuna uwezekano mkubwa Musa Bala Conte akaswitch pamoja na Mohamed Damaro kwa maana ya kubadilishana njia. Bala Conte anaweza kwenda Singida Black Stars na Damaro akaenda ndani kikosi cha Young Africans. Ikiwa tunafahamu kwamba klabu hizi mbili zina mahusiano mazuri ya kufanya biashara ya wachezaji. Haijaanza leo, wachezaji wengi sana wameshatoka Yanga, wamekwenda Singida, wametoka Singida, wamekwenda Yanga. Ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo hii ni muendelezo tu wa biashara nyingine. Sasa Damaro Kamara ndani ya Young Africans, mambo yatakuwa vipi? Young Africans wana vitu viwili ambavyo waga wanatuonesha. Kitu cha kwanza, wanatuonesha kwamba wanacheza na typical defensive midfielder. Kiungo ulinzi kabisa anatakiwa kucheza kituoni. Kuna muda msimu huu kwenye kuanza alicheza Aziz Ndabwile katika eneo la kiungo cha ulinzi. Lakini baadaye tukaona Bala Conte sometimes naye alikuwa anapata nafasi ingawaje sio kubwa kwa kiwango hicho. Lakini baadaye tukaona wameshifti hususan baada ya kuja mwalimu mwingine kwa maana Pedro Gonçalves. Tunaona katika safu ya kiungo cha ulinzi anatumika Duke Abuya, anacheza yeye kwenye combination na Mudathir Yahya wakipokezana mabox, na good thing ni kwamba hao wote wanaweza kucheza kwenye box zote. Huyu Duke Abuya ana uwezo wa kucheza hadi winga, na wakati yuko Hefu alikuwa akitumika kama winga wakati ule kabla ajenda Young Africans. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye katika eneo la, tunaposema eneo la kiungo, midfield zone au midfield area, ana uwezo wa kucheza katika maeneo mengi, kwa maana kiungo cha ulinzi pase, kiungo cha uchezeshaji hapa juu, ana uwezo wa kucheza akitokea pembeni. Huyo ni Duke Abuya. Kwa hiyo ni faida ambayo Young Africans wako nayo na wamekuwa wakimtumia hivyo. Sasa kuingia kwa Damaro Kamara, maana yake sasa Pedro Gonçalves anakuwa na machaguo makubwa zaidi. Machaguo makubwa hayo yanamaanisha nini? Ana uwezo wa kurudi tena kucheza na kiungo wa kiulinzi pase, kwa sababu daraja la Damaro Kamara ni kubwa. Singida isivyo bahati ya kupata nafasi ya kucheza kwa kiwango cha kutosha, lakini haimaanishi kwamba sio mchezaji mzuri. Bado alikuwa anaendelea kuadapti na mazingira ya hapa nyumbani, but anakwenda kwenye timu ambayo pressure yake ni kubwa, maana yake akatoe 100%. Tulimuona Duke Abuya akiwa na Singida, akiwa na Ihefu, hakuwa kwenye daraja hili ambalo tunamuona akiwa na Young Africans. Kwa nini? Ilikuwa inaonekana kuwa kuna potential katika miguu yake, lakini alikuwa hachezi kama ambavyo anacheza akiwa na Young Africans. Huku anajitoa zaidi kwa sababu amekwenda kwenye timu yenye pressure zaidi, timu ambayo inahitaji zaidi matokeo. Kwa hiyo automatic alikuta anatoa eneo kubwa la mchango wake, na leo hii amekuwa miongoni mwa vipenzi vya mashabiki wa Young Africans katika kikosi chao katika safu ya kiungo pale. Anyways, hilo ndo kubwa zaidi ambalo nataka kushare kwa wakati huu. Bado hizi stories zipo na huu ndo wakati wake sasa, madirisha usajili hivi, tips zinatoka maeneo mbalimbali. Tutakuwa tukikutana tena katika platform hii, katika jukwaa hili kwa ajili ya kuziangalia hizi deals. Tumaliza hiyo, zipo nyingine ambazo zitakuja. Yes, hii ni Mzinga Sports. Usisahau kusubscribe, lakini wewe una nafasi ya kuweka comment hapo kwenye comment section, ukasema hapo kwa hiki ulichokisikia hapa, unamuona Damaro Mohamed Kamara anatosha ndani ya Young Africans au unaona hapana? Weka comment yako kwenye comment section bila kusahau kusubscribe.